نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والذين اهتدوا بهديه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، آمين آمين. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, maudhui alkhutbati alyawm ahamu sharti min shuruti dukhuli aljanna, sharti iliyokuwa muhimu sana katika masharti mengi ya kuingia katika pepo. Wasabru ahamu shart min shuruti dukhuli aljanna ba'da tauhid, na subira ni katika sharti ambayo ni muhimu sana sana katika kuingia katika pepo baada tauhid, yani baada kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kutomshirikisha na kumuomba na kumwabudu na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Baada hiyo inataka sabru. وقال ابن القيم رحمه الله: أنواع الصبر ثلاثة، وقال بعضهم أربعة. na amesema Imam Ibn Qayyim Allah mrehemu, aina za subira ni aina tatu, na wengine wakasema ni nne: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على البلاء، والصبر على أذى الناس. akasema kwamba sabri ziko aina nne: subira katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, subira katika kujiepusha na maasi, subira na mitihani na mabalaa mbalimbali, na subira vile vile katika maudhi ya watu, subira katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Katika surati al-Baqara juzuu ya pili aya 155, 156 na 157, Allah subhanahu wa ta'ala asema: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah anaapa na anahakikisha, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, takupeni baadhi ya hofu, tension za maisha, tension katika uhai, matatizo na hofu katika maisha yenu. Shay'in min al-khawf wal-ju'i, na njaa. Wengine mtu hana pesa za kumkimu katika maisha yake, anapata njaa, ima anakula asubuhi hajui atakula lini mchana, au anakula mchana hajui atakula lini usiku, au atakula leo hajui kesho, na anakosa chakula. Wal-ju'i wa naqsi min al-amwali, na mali mnazokuwa nazo hazitoshi, mishahara mliokuwa nayo haitoshi, biashara mnazifanya baadhi au faida inayopatikana haitoshi. Wa naqsi min al-amwali wath-thamarat, na vile vile inaweza kuwa katika nchi vyakula vikapungua. Wal anfus, na kufa kwa watu mnaotegemea, kufa kwa watu katika fi sabilillah, kufa kwa watoto, kufa kwa wazee, kufa kwa watu ambao mnawahitaji. Wal anfus. Lakini baadhi ya mitihani yote haya ya hofu, ya njaa, ya chakula, basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema wabashiri sabirin. Basi baada ya matatizo yote
ewe uko nayo, basi wape bishara njema wale ambao watasubiri. Wana sifa gani? Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wale ambao watafikwa na misiba, watafikwa na matatizo, kufiwa kwa watoto wao, kufiwa kwa watu wao, watafikwa na matatizo mbalimbali, qalu inna lillahi, wanasema hakika sisi ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, abidullah yaf'alu bihi bina ma yasha, Allah anafanya kwetu sisi alitakalo, yaf'alu bina ilayhi wa inna ilayhi raji'un, na kwake tutarejea bilmaut walba'th walhisab waljaza, na kwake Allah subhanahu wa ta'ala tutarejea kwa kufa, halafu kufuliwa, halafu kuhesabiwa, halafu ni kulipwa kwa yale mema uliyofanya na subira ya matatizo mbalimbali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Basi ukisubiri, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa pepo na atakulipa kwa subira uliokuwa nayo. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim, hao ndio watakuwa na sifa njema kutoka kwa Mola wao, wa rahma, na Allah atarehemu. Wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio Allah subhanahu wa ta'ala atakaye waongoa. Ayuha alikhwatu almuslimun, biduni الصبر mustahil thumma mustahil dukhul aljanna, bila mtu kusubiri ni haiwezekani mtu kuingia katika pepo, na mitihani ni lazima, na kila ukisubiri Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitihani alokupa anakulipa malipo makubwa zaidi. Katika hadithi ambayo sahih, ambayo iko katika Sunan Tirmidhi na imo katika Ibn Majah na Muslim Imam Ahmad, katika maneno ambayo Anas ibn Malik kamsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, inna idhama aljazai ma idhami albalai, hakika malipo makubwa mtu analipwa na mtihani ambao mtu kampa mkubwa, ikiwa ni wa mali, ikiwa ni wa kazi, ikiwa ni wa mke, ikiwa ni watoto, ikiwa kwa kufiwa na kipenzi chake. Kila akisubiri, basi Allah subhanahu wa ta'ala malipo yake yanakuwa makubwa. Wa inna Allah idha habba qauman ibtalahum, na Allah subhanahu wa ta'ala akimpenda mtu basi anampa mitihani tofauti. Kupata mitihani kwa mtu, ima ya watoto, ima ya kufiwa, ima ya maradhi, basi moja katika ishara ya mapenzi Allah subhanahu wa ta'ala urejee kwake na akulipe malipo makubwa kabisa. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht, na yule ambaye ataridhia basi na Allah atamridhia, atampa ridha zake, na atakayekasirika kwa mitihani mbalimbali ama Allah subhanahu wa ta'ala, basi na Allah atamkasirikia. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسك إذا حكم القضاء فاصبر فإن الصبر عاقبة الحلوة وكل من صبر ظفر. أسمى دع أيام تفعل ما تشاء, yache masiku afanye utaka, mitihani ambayo utayapata ya watoto, ya kazi, ya mke, ya kufiwa, yote yache kama ilivyo. Watib nafsaka idha hakama alqadha, na itulize nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa ashaleta maamuzi yake katika mitihani ambayo mtu amempa. Watib nafsaka idha hakama fasbir fa inna sabra aqibatu hulwa, subiri, hakika subira mwisho wake ni mtamu. Wa kullu man sabar dhafir, na kila yule ambaye atasubiri basi atashinda hapa duniani kwa kupata radhi Allah subhanahu wa ta'ala, na atashinda akhira kwa Allah kumwepusha kuingia katika moto na kumtia katika pepo. As-sabru ala al-bala, subira na mitihani ya mtu ambaye anapata. As-sabru anil ma'siyah, subira nyingine mtu asubiri kufanya maasi, ana siha, ana mali, ana uwezo, anaweza kumchukua mwanamke anamtaka, anasubiri
anaweza kwenda kulewa, anasubiri, anaweza kwenda katika madisko, anasubiri, ana uwezo wa siha na mali, lakini anasubiri, hafanyi maasi. Na unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala sitr, Allah kustiri, kwa sababu ma zilta anta fi qaidi alhaya anta maftun. Wewe ulivyokuwa madhali unaishi, basi utapata mitihani. Was'alillah as-sitr, na Allah subhanahu wa ta'ala akustiri. وقال بعض أهل العلم ونسب الكلام إلى ابن قيم رحمه الله: الستر نوعان، ستارة ziko aina mbili, sitru fil maasiya wasitru anil maasiya. Stara katika maasi mtu anafanya, na stara mtu Allah amepushe na maasi. والعامة يطلبون الستر في المعصية خشية سقوط في نظر الخلق، والخاصة يطلبون الستر عن المعصية خشية سقوط لملك الخلق. Na wengi watu wanaomba stara ya masia waliowafanya ili wasije kuangukia katika macho ya viumbe, wasije kuonekana na watu. Wengi watu kwa hivyo. Wal khassa, wengine ambao ni khassa, auliya wasalihun wal ulama wal atqiya, watu ambao cha Mungu, watu ambao wema, watu ambao wanataka radhi Allah subhanahu, yatlubuna sitra anil maasiya, wanaomba Allah awasiri wasifanye maasiya khashyatan. Kwa hiyo sitru ani sitru fil maasiya wasitru anil maasiya, mtu Allah subhanahu wa ta'ala amuombe asiti stara katika maasi ambayo kafanya, na amuombe stara ili asije akafanya maasi. Wasabru ala adha nnas, na subira vile vile kwa maudhi ya watu. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Furqan aya 20 amesema: waja'alna ba'dakum li ba'd fitnatun atasbirun, tumejalia baadhi yenu kwa wengine ni mtihani, mtasubiri. Watu wametofautiana, ilmu, sabru wal akhlaq wat tarbiya. Watu wametofautiana kwa elimu, kwa tabia, kwa malezi. Unaweza kuudhiwa ndugu yako, unaweza kuudhiwa rafiki yako, mfanye biashara, itika usubiri, na sio ufanye uadui, na sio ufanye uhasama, lakini usubiri. Katika mambo khairat, katika misikiti, katika sadaka, katika jambo fi sabilillah, katika jambo lolote lile itakiwa usubiri. Abdullah bin Mubarak rahimahullah anasema: an tukhalita an-nas wa tasbiru ala adhahum khairun min an la tukhalifahum. Kukaa ukachanganyika na watu katika mambo ya khairi na ukasubiri na maudhi wanayopata ni bora kuliko kutokuchanganyika nao. Ukasema msikiti ule sio mfano nini, taasisi ile sio kuna nini. Hapana, pahala ambapo utakosa matatizo, kwa sababu watu wana malezi, elimu tofauti. Lazima unasubiri. As-sabr mustahil thumma mustahil dukhul al-janna bighayri as-sabr. Haiwezekani mtu kuingia katika pepo. Aina tatu hizi za sabr tutangulia kuzizungumza: kusubiri na mtihani, kusubiri mtu kutokufanya maasi, na kusubiri na maudhi ya watu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وادعوه إنه هو البر الكريم. الحمد لله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير أنبيائه والمرسلين. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى asema fasbiri sabran jamila, subiri subira iliyokuwa nzuri. Suratul Maarij aya 5. As-sabru ala taa, kusubiri katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Unaamka alfajiri, unacho usingizi wako, unakwenda kusali, una muda wa kukaa ukasoma Qur'an, una muda kwenda madarasa, una muda kwenda sala za jamaa, unasubiri katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbir sabran jamilan, usubiri subira iliyokuwa nzuri. Qalu baadhi mufassirin, wamesema baadhi ya tafsiri, والكلام نسب الى الامام القرطبي وابن كثير وغيرهم, na maneno ambayo yamenasibishwa kwa Imam Qurtubi na wengineo. Anasema as-sabru jamil
الصبر بغير الشكوى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب، والحجر الجميل حجر بلا أذى، والصراح الجميل صراح بالمعروف. Amesema kwamba subira iliyokuwa ni nzuri, Allah subhanahu wa ta'ala akasema fasbir sabran jamila, sabru kama Nabii Yaqub qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah, mimi namshtakia huzuni zangu na masikitiko yangu Allah subhanahu wa ta'ala. الصبر الجميل صبر غير الشكوى، والصفح الجميل صفح bila عتاب. Na kusamehe kuliko kuzuri kwa ndugu yako, iwe subiri, unasamehe bila kulaumu, si ulifanya kitu gani na ulifanya kitu gani na ulifanya kitu gani, hukumbushi. Fasfa safha jamil. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika sura al-Hijr aya 85, subiri, samehe, usamehevu ulikuwa mzuri, sio kama kukukumbusha ilikuwa hivi na ilikuwa hivi na ilikuwa hivi. Haina haja. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wasamehe na wasahau. Je, nyie mpendi Allah akusameheni? Na Allah ni mwingi wa maghfira na mwingi wa rahma. Surati An-Nur aya 22. والصفح الجميل صفح بلا عتاب، والحجر الجميل حجر بلا أذى. Na mtu kumweka mbali na ukana mbali katika washirikina, katika makafiri, katika watu ambao wanakupotezea muda, wanakuingiza katika maasi, wanakuingiza katika mabalaa, wanakuingia katika mawadhi, basi ukae nao vizuri. Wahjurhum hajran jamila, Surat Al-Muzammil aya 10. Allah subhanahu wa ta'ala, na kaa nao vizuri, kaa nao mbali kwa vizuri, yani bila kuwatukana, bila kwa kejeli, bila kufanya kiburi, bila kufanya chochote. Wahjurhum hajran jamila, wal hajru jamil hajrun bila adha. Unakaa na watu ambao ni maasi, watu wasikii, ili usiingie kwa vizuri. Wasarahu jamil sarahu bil ma'ruf, na mtu kumwambia ukweli, kwa straightforward, basi unamwambia kwa uzuri, bil hikma bil maw'idhati hasana. Katika surati An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala sema aya 25, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Basi anasema Allah subhanahu wa ta'ala, lingania katika njia ya Allah kwa busara, wal maw'idhati hasana, na maneno mawaidha yalikuwa mazuri, wajadilhum billati hiya ahsan, najadiliana katika njia nzuri kabisa. Kwa hiyo muhimu sana الصبر على الطاعة، مهم sana الصبر بغير الشكوى، والصفح بغير العتاب، والحجر بلا أذى، والصراح بالمعروف. Muhimu sana 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 mtu kusubiri bila kusikitika, mtu kukaa kusamehe bila kukumbusha maovu, mtu vile vile kumtenga mtu bila kumtukana, na vile vile kumlingania mtu na kumwambia ukweli kwa vizuri kabisa na kwa njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, الخطبة شرط من أهم الشروط دخول الجنة. Sharti katika sharti ambazo ni muhimu sana katika kuingia pepo. Leo ni subira, na tumezungumza kwa kifupi sana subira ambazo ni 4: kusubiri na mitihani mbele kufika, kusubiri mtu kutokufanya maasi, kusubiri kumtii Allah, na kusubiri katika vile vile katika maudhi ya watu. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين عامة وفي غزة خاصة. اللهم فرج همومهم وغمومهم واذهب أحزانهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم أعظم جاعيهم واسق عطشهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم واختم بالباقيات الصالحات أعمالهم. اللهم حرر أسر المسلمين ومسجد الأقصى من اليهود والكفار وأعداء الإسلام. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين. اللهم انصر واحفظ أمراءنا وعلماءنا ورؤساءنا عن المعصية والفحشاء والسوء.
اللهم لا سهل إذا جعلته سهلا، سهل لنا ما نريد ونجينا مما نخاف بذلك يا لطيف. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعف مبتلانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وأعظم وأعز وأجل. وقوموا لصلاتكم.